بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo kurasa nambari 29, na insha Allahu ta'ala leo huenda tukamalizia kitabu chetu. Tamam. Sin suali, Sheikh anasema takallam an dhikri llahi fil janaizi. Takallam, zungumzia, an dhikri llahi, kuhusiana na kumtaja Mwenyezi Mungu, fil janaizi, katika kusindikiza majeneza. Janaiz ni jamu ya janazatun. Tamam, hakadha. Jim jawab, dhikrullahi fil janaizi, kumtaja Mwenyezi Mungu katika kusindikiza majeneza, jaizun bila khilafin, ni jambo lenye kujuzu pasi na kuwepo na khilafu yoyote. Tamam. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, enyi mlioamini mtajeni Mwenyezi Mungu sana. Tamam. Wa qala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wale waja wangu ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu qiyaman, wakiwa wamesimama, wa qu'udan, na wakiwa wamekaa, wa ala junubihim, na hata wakiwa wamelala. Sasa utaona katika aya hizi Allahu subhanahu wa ta'ala anaashiria kwamba kumtaja yeye ni jambo ambalo halijafungamanishwa na kitu maalumu, kwa maana tumtaje sehemu yoyote, wakati wowote, katika hali yoyote. Tamam, hakadha, isipokuwa zile sehemu ambazo kisheria kuna katazwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wake chooni. Tamam, haifai, na sehemu nyingine. Tamam, hakadha. Alhaditha, mtunzi anasema, anapokea hadithi inayosema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume, yadhkuru llaha, akimtaja Allah, ala jamii ahwalihi, katika hali zake zote. Rawahu Muslimun, hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Hii ni ishara kuonesha kwamba hata mtume sallallahu alaihi wasallam pindi alipokuwa akisindikiza jeneza alikuwa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, aidha waziwazi au ndani ya moyo wake. Tamam, hakadha. Sin suali, takallam an ta'wil, takallam an ta'wili, zungumzia kuhusiana na ta'wili. Anasema Sheikh, at-ta'wilu, ta'wil huwa ikhraju an-nassi an dhahirihi. At-ta'wilu, ta'wil maana yake huwa ikhraju an-nassi, ni kuitoa maana ya kifungu cha Qur'ani au cha hadithi, an dhahirihi, katika ile maana yake ni ya wazi. Tamam. Kwa maana lile tamshi ambalo lina maana zaidi ya moja, lina maana zaidi ya moja, sawa, ikiwa ni katika upande ambao anakusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, mfano yadullahi fawqa aydihim, aya yenyewe moja kwa moja haijakusudia maana ya mkono, kwa maana ya kiungo. Tamam. Mkono una maana ya kiungo, na mkono pia katika lugha una maana nyingine. Sasa hii aya yenyewe ukiangalia hapa, yadullahi fawqa aydihim, haujakusudiwa mkono kwa maana ya kiungo, sawa. Lakini pia ile aya ambayo Mayahudi walisemaje? Yadullahi maghlula, mkono wa Mwenyezi Mungu umejikunja au umekunjika. Wale Mayahudi hawakukusudia kwamba kweli waliuona mkono wa Allah, hapana, lakini walikusudia maana ya kimajazi. Walikusudia nini? Kwamba Allah amezuilia riziki zake kwa wakati huu kwetu sisi. Tamam, Allah amezuilia riziki zake kwetu sisi. Kwa hiyo pale ile aya yenyewe iko wazi kwamba haukusudiwi mkono ule mkono mnaojua nyinyi wanadamu, lakini inakusudiwa maana kadhaa. Sasa tunapoisema ile maana nyingine
na tukaitoa ile maana ya mwanzo ambayo sisi nini inakimbilia haraka katika nini, katika akili zetu, kwa maana ile maana ya kwanza ambayo inaingia kwenye akili zetu tukaitoa, tukatafuta maana nyingine sawa sawa, hiyo ndio inaitwa nini, at-ta'wil. Tamam. Kwa at-ta'wil huwa ikhraju an-nassi an dhahiri, kwa maana kuitoa ile maana ya kifungu cha Qur'ani au kifungu cha hadithi an dhahiri, katika ile maana yake ya wazi. Na maana ya wazi anakusudia ile maana ya kwanza ambayo inajijenga katika akili au ambayo inaingia katika akili ya mtu. Tamam. Sasa baada ya kuona yadullahi maghlula, Allah akasemaje, ghullat aydihim, lakini wao Mayahudi ndio mikono yao nini imejikunja. Sawa, je, hao Mayahudi Allah alivyosema ghullat aydihim, je kweli mikono yao ilikuwa imejikunja? Hapana. Kumbe kilichokusudiwa sio mkono, kilichokusudiwa nini? Kilichokusudiwa katika upande wa kwanza ni riziki na neema, kwamba Allah amezuilia neema zake kwa Mayahudi baada ya kuwa wamekuwa ni nini, kufanya machafu. Sawa sawa. Kisha aliposema ghullat aydihim, kwa maana wao waja wake wao ambao ni Mayahudi wao wamejizuia kushukuru neema za Allah na wamejizuia kuzitumia vizuri neema za Allah, badala yake wakawa wakifanya kufuru lakini pia na kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah ndio akazuilia neema yake. Sasa tukasema hapa yadullah haina maana ya yad kwa maana mkono, kilichokusudiwa hapa ni neema na riziki. Hiyo ndio taawili. Tamam, hakadha. Sawa. Lakini pia kule yadullahi fawqa aydihim, kilichokusudiwa hapa sio mkono ambao ni kiungo, bali ni nusra. Nusra ya Mwenyezi Mungu ipo katika nini? Katika ule mshikamano wao, kwa maana wakishikamana Allah atawapa nusra. Tamam, hakadha. Hiyo ndio maana ya taawili, na ni jambo shekhe sio jambo ambalo kwamba halipo katika sheria, lipo katika sheria kama namna tulivyosoma hapo nyuma, lakini pia tutaelezwa hapa. Akasema Sheikh, wa huwa jaizun fil ayati wal ahadith, wa huwa, na hiyo taawili jaizun ni jambo lenye kujuzu, fil ayati wal ahadith, katika aya na hadith, allati ambazo kwamba yuhimu dhahiruha, inajenga dhana ile maana yake ya wazi, anna Allaha lahu yadu jarihatun, ya kwamba Allah ana mkono ambao ni kiungo, jarihatun kwa maana kiungo. Tamam, hakadha. Sawa. Yuhim dhahiru anna Allah, ya kwamba Allah lahu yadun jarihatun, ana mkono ambao ni kiungo, au wajhun jarihatun, au ana uso ambao ni kiungo. Tamam. Kwa hiyo katika aya kama hizi na hadithi kama hizi, sawa sawa, inajuzu kufanya taawili. Lengo ni kumtakasa Allah, sawa, lakini pia lengo kuwafundisha wale ambao upeo wao wa ilmu bado uko chini, sawa, na kuwafahamisha moja kwa moja kwamba Allah laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Tamam, hakadha. Au annahu yajlisu ala al-arsh, au aya na hadithi ambazo zinajenga dhana kwa ile maana yake ya wazi, annahu, kwamba yeye Allah yajlisu ala al-arsh, kwamba Allah amekaa juu ya arsh, au yaskunu fi jihatin, au anakaa katika upande fulani, au annahu, au kwamba hakika yeye Allah yusaf bi sifatin min sifatil khalq, anasifika na sifa yoyote miongoni mwa sifa za viumbe wake. Tamam, inajuzu hilo. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wama ya'lam ta'wilahu illa Allah, hajui maana ya hakika ya aya hizo na hadithi hizo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, warasikhuna fil ilmi, na wale waliobobea katika elimu. Tamam. Na rasikhuna fil ilmi hapa wanakusudiwa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na waja wema salafu salih, kwa maana tabi'in. Tamam, hakadha. Na wao salaf msimamo wao ulikuwa ni vipi? Msimamo wao ulikuwa ni at-tafwidh, kwa maana alikuwa nini? Wanasema amiruha kama jaat, zipiteni hizo aya kama zilivyokuja, kwa maana musitie maana yoyote, maana yake egemezeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, hakadha. Alhaditha, anasema mtume, napokea hadithi inayosema ad-du'a li ibn Abbas, dua aliyomuombea mtume li ibn Abbas, kumuombea nani? Ibn Abbas. Ad-du'a, dua ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam li ibn Abbas, alimwombea ibn Abbas, kwa maana dua hii ambayo ni hadithi tumesoma huko nyuma. Tamam. Dua hii
inaonesha wazi kwamba taawili ni jambo lenye kufaa, na kweli Ibn Abbas amefanya taawili katika aya kama hizi, sawa sawa, kwa kupitia taawili ambazo wamezipokea wanafunzi wake Ibn Jurayj, Mujahid, tamam, hakadha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea dua hii Ibn Abbas, Allahumma allimhu alhikma wa ta'wil alkitab, ya Rabb, na kuomba umpe elimu ya hikma, lakini pia umpe elimu ya kuweza kufanya taawili ya Qur'an, tamam. Sasa utaona hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwambia Ibn Abbas dua hii kuonesha taawili ni jambo linafaa, lakini kuna ndugu zetu leo hii wanalipinga jambo hili. Sasa kulipinga kwao hawatupingi sisi, bali wanampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia wanamsingizia Mtume kwamba nini, kamwombea dua ya upotevu Ibn Abbas, kwa sababu wao taawili kwa wao ni upotevu. Mawahabi taawili kwa wao ni upotevu. Kwa kauli kama hiyo wanayoisema ni wazi kwamba nini, wanamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nini, kamwombea dua ya upotevu nani, Ibn Abbas, wal iyadhu billah. Rawahu al-Bukhari wa Ibn Majah wal Hafidh Ibn al-Jawzi. Hadithi hii imepokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Ibn Majah na al-Imam Ibn al-Jawzi, tamam, hakadha. Sin sual, ma dalilu ala anna al-iman shartun liqabul al-a'mal as-salih, ni ipi dalili ya kwamba iman ni sharti la kukubaliwa matendo mema? Qala ta'ala, wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudhlamuna naqira. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa man ya'mal min as-salihati, na wale watakaokuwa ni wenye kutenda matendo mema, min dhakarin, ambao ni wanamume, au untha, au wanawake, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa wao ni muumini, fa ulaika yadkhuluna aljanna, hakika hao ndio watakaoingia wapi? Peponi. Wala yudhlamuna naqira, kwa maana shay'an, na hawatodhulumiwa chochote. Sasa wala yudhlamuna naqira, na wala hawatodhulumiwa chochote. Kwa utaona hapa matendo mema, mwenye kufanya matendo mema, sasa ili matendo yake mema yakubaliwe, inabidi awe amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na dalili ni hii hapa, dalili ni hii aya, tamam. Wale wengine katika manaswara na wale ambao si Waislamu wakifanya mema, wao wanaitakidi kwamba wema ule wanaofanya watalipwa na miungu yao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ataanzaje kuipokea amali njema kama hiyo? Amali njema ambayo mja wake anaifanya akiitakidi kwamba kuna Mungu mwingine ndiye anayemlipa, ndiye atakayempa baraka na ndiye anayemuongezea riziki, Allah hawezi kuikubali amali kama hiyo, tamam. Ili ikubaliwe ni lazima nini? Kupatikane al-iman. Kwa imani ni sharti la kukubaliwa matendo mema, tamam, hakadha. Al-hadith, na hadithi ya Mtume ikaja kusema afdalul a'mali imanu billahi wa rasuli, afdalul a'mal, miongoni mwa matendo yaliyokuwa bora, imanu billahi, ni kumwamini Allah, wa rasulihi, na mtume wake, tamam, hakadha. Sin suali, ma maana qawlihi ta'ala kullu shay'in halikun illa wajhahu, ni ipi maana ya kauli ya Allah inayosema kullu shay'in halikun illa wajhahu, kila kitu kitaangamia isipokuwa wajhahu? Sasa nini maana ya wajhahu? Qala al-Imam al-Bukhari fi qawlihi ta'ala illa wajhahu, amesema al-Imam al-Bukhari fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah aliposema illa wajhahu, ay illa mulkuhu, isipokuwa ufalme wake. Al-Imam al-Bukhari amefasiri hivi, na si hadithi hii tu. Al-Imam al-Bukhari, ukiingia katika Sahih al-Bukhari kuna babu tafsiri, kuna mlango wa tafsiri, tamam. Utakuta hadithi nyingi za asma wa sifati amezifanyia tawili, sawa. Na mawahabi kama kawaida yao, wapo waliomtia katika ukafiri Imam Bukhari, wapo waliosema kwamba kwamba amepotea, wapo shekhi kabisa, wapo waliosema waliopotea, wapo waliosema amepotea, tamam. Wapo waliosema amepotea, na kuna kauli yao ile wenyewe wasema kullun yuraddu qawluhu wa yuqbal, tamam. Kila mmoja katika sisi kauli yake inakubaliwa na inakataliwa, sawa, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mtume. Kauli hiyo naitumia sana hii shekhi,
Sasa jamanini, tukisema hivyo basi tutayakataa yote ambayo wanawazuoni wamejitahidi. Sasa tutayakataa yote ambayo wanawazuoni wamejitahidi, na mlango wa ijtihadi katika dini yetu si uko wazi kupitia dalili nyingi sana. Tamam. Allah anasemaje? Na waulizeni wale wenye kujua, in kuntum la ta'lamun, ikiwa nyinyi hamjui. Tamam. Sasa al-Imam al-Bukhari mwanachuoni mkubwa, katunga vitabu vingi, sio sahihu al-Bukhari pekee, katunga vitabu vingi katika fani ya hadithi. Sasa je, ikiwa pia hata kauli ya al-Imam al-Bukhari elimu yake pia hatuiamini na hatuikubali, sasa ni nani mwingine tutaamini elimu yake? Ni nani mwingine ambaye tutaikubali elimu yake na kuiamini? Ibn Taymiyyah peke yake? Albani peke yake? Ibn Uthaymeen peke yake? Ibn Baz peke yake? Hapana. Sawa sawa. Hawa kina Ibn Taymiyyah kina Albani hawafikii hata ukucha wa al-Imam al-Bukhari. Tamam, kwa kazi kubwa aliyoifanya na kwa vile namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua. Sababu usione mtu anatangulia tu kisha anafanya kazi fulani. Allah alimchagua. Allah ndiye mwenye kupangilia kila kitu. Kwa hiyo kule kutangulia al-Imam al-Bukhari na kazi alizozifanya zote ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usitumie tu taasub. Tamam. Kwa hiyo wapo katika mawahabi waliosema kwamba jahamiyun, Bukhari ni jahamiyun, wakasema kafir, wakasema kauli yake yeye hatuikubali, lakini mengine tunakubali, lakini yeye hatuikubali. Sawa sawa. Kwa hiyo al-Imam al-Bukhari amefasiri kwamba illa mulkuhu, isipokuwa nini? Isipokuwa ufalme wake. Tamam. Hakadha wengine wakafasiri dhatu, kwamba isipokuwa nini? Dhati yake. Tamam. Hakadha. Waqala al-Imam Sufyan ath-Thawri, na amesema al-Imam Sufyan ath-Thawri illa wajhahu, ay akimaanisha illa ma urida bihi wajhu Allahi, kwa maana kila kitu kitaangamia illa isipokuwa ma, kile ambacho urida, kumekusudiwa, bihi, kwa kule kufanywa kwake, wajhu Allahi, kumekusudiwa kupata radhi za Allah, ay akimaanisha al-a'malu as-salihah, matendo mema. Kwa utaona pia al-Imam Sufyan ath-Thawri ni katika maimamu wakubwa, ni katika tabi'ina wakubwa. Tamam. Sasa je, yeye pia si salaf? Si salaf? Na jamani, tuseme tu ukweli. Sasa maimamu wengi, asilimia kubwa ya maimamu wamefanya taawili katika nini? Asma wa sifat. Kuna katika mlango asma wa sifat, si katika hadithi, si katika Qur'an. Tamam. Imam Ahmad ibn Hanbal kafanya tawil, al-Imam Malik amefanya tahwil, al-Imam Abu Hanifa kwenye kitabu chake cha al-Fiqh al-Akbar kafanya tawil. Tamam. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu amefanya tawil. Kwa ni jambo ambalo sisi hatuwezi kulikataa, Sheikh, ni jambo lipo katika Uislamu. Mtume pia sallallahu alaihi wasallam kamuombea dua Ibn Abbas kwa maana Allah amfahamishe tawili ya Qur'an. Wewe unaipinga, hatujui unapinga nini. Tamam. Na hatujui huo msimamo wa kupinga umeutoa wapi. Tamam. Sin suali, ma maana qawlihi ta'ala, ni ipi maana ya kauli yake Allah aliposema amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardh? Amintum man fi samai, hivi mumejiaminisha man fi samai, kwa yule aliyekuwa katika utukufu, an yakhsifa bikum al-ardha, kwamba hatowadidimizeni ardhini. An yakhsifa bikum al-ardha, kwamba nini? Hatowadidimizeni wapi? Ardhini. Tamam. Qala al-mufassir al-Fakhr ar-Razi, angalia namna walivyofasiri wanawazuoni wakubwa. Tamam. Qala al-mufassir al-Fakhr ar-Razi fi tafsiri wa Abu Hayyan al-Andalusi fi kitabi al-Bahr al-Muhit, almuradu biman fi samai almalaikatu, kilichokusudiwa kwa yule aliyekuwa katika nini? As-samaa, katika mbingu. Almalaikatu ni malaika. Sasa walaysa almuradu anna Allah, na hakuja kusudiwa kwamba walaysa almuradu anna Allah, na hakuja kusudiwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sakinu as-samai, ni mwenye kukaa wapi? Katika mbingu. Tamam. Lakini pia wengine wakasema amintum man fi samaa, kwa maana amintum man fi al-uluwi,
Je, mumejiaminisha kwa yule aliyekuwa katika utukufu? Na hawa waliosema man fil uluwi wamemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, pia nao hawajakosea. Kwa sababu gani? Maamrisho yote, hata kama jambo hilo litafanywa na malaika, lakini amri hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa sawa. Kwa hiyo hata kama watakaolifanya hilo ni malaika la kuwadidimiza watu ardhini, si ndio? Lakini amri hiyo imetoka kwa nani? Imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna waliofasiri kwamba nini maana yake malaika, na kuna waliofasiri maana yake al-ulu. Miongoni mwao ni al-Imam at-Tabarani sawa, al-Imam at-Tabarani kwenye nini, kwenye tafsiri yake. Tamam, hakadha. Sin suali, ma maana qawlihi ta'ala, ni ipi kauli yake Allah aliposema was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un? Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, biaidin tamshi la biaidin ay akimaanisha biqudratin, was-samaa banainaha, na mbingu tumeiumba, biaidin tamshi la biaidin. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema ay biqudratin, ay akimaanisha biqudratin, tumeiumba kwa qudra, kwa uwezo mkubwa. Tamam. Walaysa almaqsudu bilyad huna, walaysa almaqsud, na hakuja kusudiwa bilyad kwa tamshi la yad huna hapa alyad aljarihata. Sasa hakuja kusudiwa ule mkono ambao ni kiungo, allati, mkono ambao lana, sawa, tunao sisi au tumeumbiwa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala, munazzahun an dhalika, ni mwenye kuepushwa na hilo. Wa ila huna antahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kufikia hapa tutakuwa tumehitimisha kitabu chetu, na insha Allah taala tutakutana kwenye vitabu vingine. Tusiache kuombeana taufiki insha Allah taala. Tamam.